Swala la ndoa ya wake wengi limekuwa mjadala mkubwa kati ya waumini wa dini mbalimbali, hususani Ukristo. Katika Biblia tunaona kuwa watu wa Mungu waliokuwa na wake wengi kama vile Ibrahim na Suleiman hawakukemewa moja kwa moja kwa vitendo vyao. Lakini kwa nini Wakristo wa sasa wanafundishwa kwa ndoa ni kati ya mume mmoja na mke mmoja pekee? Je, kuna mabadiliko ya kimaandiko au ni tafsiri mpya ya mafundisho ya Biblia? Makala hii itachambua kwa undani sababu za mabadiliko haya kwa kuzingatia maandiko matakatifu, historia ya Agano la Kale na Jipya na misingi ya kiroho. Katika Agano la Kale, wake wengi walionekana kama jambo la kawaida kwa baadhi ya watumishi wa Mungu. Katika nyakati hizo, ndoa ya wake wengi ilikuwa ni sehemu ya utamaduni wa kijamii na mara nyingine ilikuwa na sababu za kisiasa au kiuchumi. Mungu hakutoa amri ya moja kwa moja kwamba wanaume wawe na wake wengi, lakini pia hakupiga marufuku moja kwa moja. Hata hivyo, kupitia mifano ya watu wa kale, tunaweza kuona kuwa ndoa ya watu wengi mara nyingi ilisababisha matatizo ya kijamii na kiroho pia. Ibrahim, ambaye anajulikana kama baba wa imani, alikuwa na wake wawili, Sara na Hajiri. Hajiri alikuwa kijakazi wa Sara, ambaye alipewa Ibrahim ili amzalie mtoto wa kiume kwa sababu Sara alikuwa tasa kwa muda mrefu. Hili lilisababisha mgogoro mkubwa ndani ya familia ya Ibrahim, ambapo Hajiri alijiona na nafasi ya kipekee kwa sababu alikuwa mama wa mtoto wa kwanza wa Ibrahim. Jambo lililosababisha ugomvi kati yake na Sara. Mungu hakukemea moja kwa moja kwa tendo hilo, lakini matokeo yake yalionyesha kuwa haikuwa mpango wake wa awali wa ndoa. Mjukuu wa Ibrahim, Yakobo, pia alikuwa na wake wawili, Lea na Rahel, pamoja na wake wa mitala, Bila na Zilpa. Ndoa yake ya wake wengi ilitokana na hila ya baba mkwe wake Labani, aliyempa Yakobo Lea badala ya Raheli, ambaye Yakobo alimpenda sana. Kwa hivyo Yakobo alilazimika kufanya kazi kwa miaka mingine ili kumpata Raheli. Na baadaye wake wa mitala waliongezwa ili kuzaa watoto kwa ajili ya kuongeza uzao wake. Hii ilisababisha ushindani mkubwa kati ya wake hao, hali iliyosababisha ugumu wa maisha wa ndoa ya Yakobo. Mfano wa Suleiman unazidi kuonyesha madhara ya ndoa ya wake wengi. Suleiman alikuwa na wake 700 na masuria 300. Na ingawa alikuwa mfalme mwenye hekima kubwa, wake walimshawishi kuabudu miungu ya mataifa jirani. Matokeo yake je? Ibada za sanamu ziliingia huko Israel, jambo lililosababisha adhabu ya Mungu juu ya taifa hilo. Hii inaonyesha kuwa ndoa ya wake wengi haikuwa na baraka ya milele kutoka kwa Mungu, bali ilikuwa na madhara makubwa ya kiroho. Katika Agano Jipya, Yesu Kristo na mitume wake walionyesha kuwa wazi kwamba mpango wa Mungu wa ndoa ni wa mume mmoja na mke mmoja. Yesu alipoulizwa kuhusu talaka, alirejelea mpango wa awali wa Mungu katika Mwanzo 2 mstari wa 24, ambapo Mungu alimuumba Adamu na Hawa na kusema, kwa sababu hiyo mtu atamuacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mathayo 19 mstari wa 4 mpaka wa 6. Katika maneno haya Yesu Kristo anathibitisha kuwa mpango wa Mungu ni ndoa ya mtu mmoja na mke mmoja.
Yesu hakutaja wake wengi kwa sehemu ya mpango wa Mungu wa ndoa. Mtume Paulo anatoa maagizo kwa waumini kuhusu ndoa katika nyaraka zake kwa Timotheo na Tito. Katika kitabu cha kwanza cha Timotheo sura ya 3 mstari wa 2 na Tito 1 mstari wa 6, Paulo anasema kuwa kiongozi wa kanisa anapaswa kuwa mume wa mke mmoja. Maagizo haya yanaonyesha kuwa kanisa la kwanza lilifundisha ndoa ya mke mmoja kama kiini cha maisha ya Kikristo. Paulo pia anaeleza kuwa ndoa inapaswa kuwa heshima kwa watu wote, na waume wanapaswa kuwapenda wake zao kama Kristo anavyolipenda kanisa na kujitoa kwa ajili yake. Katika Waefeso 5 mstari wa 25 mpaka 32, Paulo analinganisha ndoa ya Kikristo na uhusiano wa Kristo na kanisa. Kristo ana bibi harusi mmoja, kanisa. Mfano huu unasisitiza kuwa ndoa ya Kikristo inapaswa kuwa ya uaminifu kati ya mtu mmoja na mke mmoja. Ulinganisho huu unahakikisha kuwa ndoa inapaswa kuwa na mshikamano, uaminifu na upendo wa kweli bila migogoro inayotokana na wake wengi. Mpango wa Mungu tangu mwanzo ni ndoa ya mke mmoja na mume mmoja, kama ilivyoelezwa katika kitabu cha Mwanzo. Ingawa wake wengi walikubalika kwa kipindi fulani kama suluhisho la kijamii, bali haukuwa mpango bora wa Mungu. Katika Agano Jipya, maisha ya Kikristo yanasisitiza utakatifu na uaminifu wa ndoa. Kwa sababu ndoa ya wake wengi ilileta matatizo mengi ya kiroho kama ilivyoonekana kwa Suleiman, ambaye alishawishiwa kuacha ibada ya kweli kwa ajili ya wake wake. Na mfano wa Kristo na kanisa unaonyesha kuwa ndoa ya Kikristo inapaswa kuwa ya pekee na ya kipekee. Kristo ana kanisa moja kama bibi harusi wake, si makanisa mengi. Hii ni ishara ya uhusiano wa kipekee unaotakiwa kati ya mume na mke katika ndoa ya Kikristo. Pia maendeleo ya kijamii yameleta usawa zaidi katika ndoa, ambapo wanawake wanatambuliwa kama washirika wa ndoa badala ya kuwa mali ya mume. Mwisho, ingawa baadhi ya watu wa Mungu katika Agano la Kale walikuwa na wake wengi, hii haikuwa agizo la Mungu, bali lilikuwa ni matokeo ya tamaduni za wakati huo. Katika Agano Jipya, Yesu Kristo anarejesha mpango wa Mungu wa ndoa kuwa kati ya mume mmoja na mke mmoja. Kanisa la Kikristo linafuata mafundisho haya kwa sababu yanaonyesha uhusiano wa kipekee wa Kristo na kanisa lake, ukamilifu wa upendo wa ndoa na heshima ya kila mtu katika ndoa. Kwa hivyo Wakristo wa sasa hawapaswi kuoa wake wengi kwa sababu jambo hili halilingani na mpango wa Mungu uliofunuliwa kupitia Yesu Kristo. Mimi naitwa Ananias Edgar.